Naam, siku ya jana tulishuhudia utambulisho wa aliyewahi kuwa afisa habari wa klabu za Simba na Yanga ndani ya Wasafi Media, na huyu si mwingine Haji Sunday Manara ambaye alitambulishwa na mkurugenzi wa Wasafi Media Diamond Platnumz kuwa sehemu ya kipindi cha Jana na Leo, akichukua nafasi ya Baba Levo ambaye kwa sasa ni mbunge wa jimbo la Kigoma mjini katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa unaambiwa Haji Sunday Manara ametambulishwa rasmi jana kuwa ni mtangazaji wa kipindi hiko cha Jana na Leo, na anajiunga rasmi kuwa miongoni mwa members ama wafanyakazi wa Wasafi Media kuanzia siku ya jana tarehe 1 mwezi April mwaka wa 2026. Sasa utambulisho huo bwana umezua mambo mengi na mjadala mkubwa sana mitandaoni, kwa sababu Haji Sunday Manara kwa sasa anahudumu kama diwani wa moja kati ya kata za Kariakoo, ambapo tunafahamu hadi hivi sasa bado anashikilia wadhifa huo akiwa kama diwani, na wengi wakianza kuhoji kunani Haji Sunday Manara kukubali kurudi katika karia yake ya utangazaji, ili hali tayari alishasonga mbele. Alikuwa afisa habari wa klabu kubwa, lakini baada ya hapo tukaona pia amefungua media yake, online media ya Manara TV, lakini pia kwa mwenendo wake ulionyesha kwamba ni wazi kwa sasa ameshavuka levels hizo za kuendelea kuwa katika mainstreams kama mtangazaji. Sasa wengi wakihoji ni kwa nini Haji Sunday Manara amerejea katika kazi hiyo, either kwa wadhifa aliokuwa nao kwa sasa haumlipi, ama pengine matarajio yake hayakuwa kuwa diwani pekee, bali pengine alitamani kuwa katika nafasi ya juu zaidi kama meya na vitu kama hivyo. So imekuwa ni mjadala mkubwa sana wakihoji kwa nini Haji Sunday Manara amerejea kuwa tena mtumishi ambaye ni mtangazaji katika media inayomilikiwa na Diamond Platnumz, na ikumbukwe pia na yeye ni mkurugenzi wa online media ya Manara TV, na wengi wakidhani pengine kumiliki online TV hiyo huenda isingemwezesha tena kurejea katika sehemu kama ya utangazaji, kuwa kama mfanyakazi wa mtu mwingine. Kwa hiyo imekuwa ni mjadala mzito sana, wengine wakidai kwamba pengine anarudi kwa ajili ya kujitengenezea mazingira ya wakati ujao, wengine wakisema kwamba mambo yamekuwa si mambo, and that's why ameamua kurudi angalau apate sehemu ya kupata mshahara ili aweze kuendeleza mambo yake na vitu kama hivyo. So mambo yamekuwa ni mengi sana, mambo yamekuwa ni makubwa kweli kweli kurejea kwa Haji Sunday Manara kama mfanyakazi wa Wasafi Media, ambaye pia ni mtangazaji wa kituo hiko cha Wasafi, akichukua nafasi ya Baba Levo. Na wengine ndio hivyo wakifanya comparison wakisema kwamba unaona mfano Baba Levo amepata nafasi ya kuwa mwakilishi katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na nafasi hiyo imemsababisha pia aache kazi hiyo ya utangazaji. Kwa hiyo hii inaonyesha kwamba nafasi aliyopata Baba Levo ni kubwa kuliko kile ambacho alikuwa anakipata katika upande wa utangazaji. Kwa hiyo Haji Manara kurejea hapo inaonyesha kwamba nafasi aliyokuwa nayo kwa sasa pengine haimpi thamani kubwa ama haimpi mapato makubwa kama ya kuwa mtangazaji. Kwa hiyo ni bora achukue nafasi iliyoachwa na Baba Levo kuliko kuendelea kusalia katika udiwani pekee. So hayo ni mambo ambayo yanaendelea katika mitandao ya kijamii. Tuandikie maoni yako hapo, wewe unafikiriaje kurejea kwa Haji Sunday Manara kuwa mtangazaji ndani ya kituo cha Wasafi Media? Tuandikie hapo kwenye comment section, usahau kubonyeza neno subscribe, kisha bonyeza alama ya kengele ili usipitwe zile updates kali ambazo kila siku tumekuwa tukiziweka hapa. Hadi wakati mwingine, kwa sasa na kwa bye bye, tukutane next video.